Hiyo mwito mkuu ambao Mungu amemuita mwanadamu nayo. Na tunapotazama kanisa siku ya leo haliko na nguvu ya kufanya uinjilisti. Hatufikii wengine, hatuongezeki, hata na sisi hatukui. Kwa sababu gani? Tumesahau jambo moja mahali Mungu amelitotoa. Hatujakumbuka kabisa jinsi tulivyokuwa kabla ya wokovu. Tujajua kabisa tulikuwa wapi. Kwa hivyo Mungu akatuumba kwa sura na mfano wake, akatuumba ya kwamba tukiwa wakamilifu mbele zake, yeye akiwa ndani yetu, akiwa roho ya uhai ndani yetu. Lakini pale shambani mwa Edeni kifo kikakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inatukumbusha kwamba watu ambao hawajaingia ndani ya Kristo, they are lost, wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Hata na sisi kabla ya wakati tulikuja ndani ya Kristo tulikuwa tumepotea. Na leo ningependa tutazame kwa nini mtu ambaye hana Kristo amepotea. Ndio ujue hali ya wale ambao hawajakuja. Ndio tena ukumbuke hali yako ambao umeingia ndani ya Bwana, ili ya kwamba zote tufahamu ya kwamba tuko katika ile mpango wa Mungu. Kwa nini tufanye uinjilisti? Ni kwa sababu watu wasio ndani ya Kristo wamepotea. Na tutaenda kutazama watu wasio na Kristo wamepotea kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza tutalisoma in the book of Yakobo, Yakobo 2 mstari wa 29. Yakobo 2 mstari wa 26. Biblia inasema Biblia inasema kama vile 2:26, kama vile ambavyo mwili pasipo roho umekufa, kadhalika nayo imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisikie sehemu ya kwanza, kama vile mwili usipokuwa na roho umekufa. Pale shambani mwa Edeni Mungu akamweka mwanadamu mahali pale, na alikuwa na roho wa Mungu, na hapo ndipo kifo kilichokuja kwa mwanadamu, kwa sababu mtu alitenda dhambi. Roho ya Mungu iliyokuwa ndani yake ikakufa. Kwa hivyo unaona ya kwamba watu wasio ndani ya Kristo, wakati hauko ndani ya Kristo, wakati haujaokoka, wewe umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hali ya kifo kila mmoja wetu anafahamu, kwa sababu hakuna mtu hajui kifo. Hata na Christ ambassadors wanajua kifo. Watoto wadogo pia wanafahamu juu ya kifo. Wakati mwingine kuna mke mchungaji mwingine alikuwa mahali na mtoto akawa mdogo, akaambiwa tu akaelezwa shosho yake ameenda kucheza na malaika, ameenda, hayuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama hauko ndani ya Kristo umekufa. Katika hali ya ulimwengu umekufa, na pia katika hali ya kiroho. Bila kutukumbusha ya kwamba tunahitaji kuzaliwa tena, na ndiposa wewe na mimi tukaokoka, ukazaliwa mara nyingine, mara ya pili kwa mwili, kwa roho wa Mungu, kwa mwili na damu ya Kristo, ukaweza kuzaliwa kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika John chapter Yohana 1:12, tuone hali mwanadamu aliweza kuzaliwa mara ya pili. Kwa maana Biblia inatuambia kwamba wengine wanasema juu ya kuzaliwa mara ya pili, wanadhani ni kwenda kanisa, wanadhani ni kulelewa na Wakristo, wazazi wa Kristo, lakini hebu sikia kule kuokoka ni kuwa namna gani. Yohana 1 mstari wa 12. Inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hawa ndio wasiozaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Tunazaliwa tena, tunaingia ufalme wa Mungu, tunafanyika wana wa Mungu, tunapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo kama haujazaliwa tena, wewe bado umekufa. Hali ya mwanadamu kutoka zamani
kama huna Kristo umekufa. Na Biblia inatukumbusha kwamba sio kwa injili, sio kwa sababu ya mapenzi ya mwili au kwa mapenzi ya mtu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu. Unazaliwa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hali ya kwanza ya kujua kwamba mwanadamu amepotea, wale wako ndani ya Kristo, kama haujakaa na wokovu, uko unatembea lakini umekufa. Wale wako kule nje wenzetu ambao Mungu anatuambia tuendelee kuwafikia, wale pia wamekufa ndani ya Bwana na wanafaa kuzaliwa tena. They need to be born again in the kingdom of God. Kwa ufalme wa Mungu tunafanyika hai kwa kuzaliwa katika mapenzi ya Mungu. Unazaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba kama hauko ndani ya Kristo umepotea. Unastahili kuzaliwa mara nyingine. Usaliwe mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hali ya mwanadamu ambao. Pointi ya kwanza ni kwamba kama hawale wenzetu hawajampokea Mungu wamekufa. Kulingana na ulimwengu wanaweza kuonekana wako hai. Yes, they are together with their families today. Wako pamoja na jamii zao. Lakini hata kama wako pamoja na jamii zao, hapa ndio wanaonekana wako sawa. Lakini kwa ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu unatangaza umekufa. Ufalme wa Mungu unasema kwamba ndio unatembea lakini umekufa. Na kama vile Shabani mwa Edeni, wazazi wetu wa kwanza baada ya kutenda dhambi ndio waliendelea kutembea lakini kama wamekufa. Wana roho ya Mungu. Roho ya Mungu aliweza kurudi ndani yao wakati Yesu Kristo alikuja, ndio nafasi nyingine inapatikana waweze kuzaliwa katika ufalme wa Mungu na kupewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni jambo la kwanza. Itaenda ya pili. Naenda kama vile tulipelekwa hatua kadhaa na dada yetu akituambia juu ya kupata kufungua baraka za Mungu. Kwa hivyo naye hii ni kwa sababu gani tufanye uinjilisti? Kwa maana wale wasio ndani ya Mungu wamekufa. Ndio ufalme wa Mungu unasema wamekufa. Unawaona watu wamekufa, lakini aliye ndani ya Kristo, aliyepokea Kristo, huyu ako hai ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, wale watu ambao hawajaokoka wanahitaji wokovu. Bwana Yesu asifiwe. They need salvation. They are not in God's plan. Wanahitaji kuokoka na kuja katika ufalme wa Mungu. Ndio wazaliwe tena, waje kwa ufalme wa Mungu, wasikae kama wamepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka katika Yohana 1:15 tutasema kusoma kwa sababu ya wakati. Biblia inazungumzia juu ya kondoo aliyekuwa amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Na kondoo ilikuwa imepotea, ule mchungaji alifaa kusahau zote zingine, atafute hii moja mpaka aipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilifanya hitaji atie bidii, atafute ile imepotea aweze kuirejesha. Na pia katika mstari wa 8 na 10 naongea juu ya the lost coin. Ile sarafu ilikuwa imepotea. Mama ilikuwa afagie nyumba, atafute mpaka ipatikane. Kwa hivyo kwa ufalme wa Mungu wewe ambao haujampokea Kristo ama umepokea Kristo haujakaa kulingana na Kristo, inasema wewe umepotea, you are lost. Amen. Na unahitaji kuokolewa. Bwana asifiwe. Amen. Na hatua ya tatu katika kuhitaji wokovu ambao kila mmoja wetu aliweza kupewa na Mungu, inaongea juu ya the lost son, mwana mpotevu. In the book of Luke hapo bado John 15 hapo mstari wa 11, the lost son. Mwana ule alikuwa mkubwa, akamwambia baba yake, nigawie sehemu ya mali yangu. Akaenda akaweza kutumia mali yake vibaya, na ikafika mahali akawa anahitaji. Lakini hakuna mtu alikuwa anamsaidia, mpaka akatamani kukula pamoja na nguruwe, lakini hata ule mwenye zile nguruwe hagampati. Lakini ikafika mahali akawaza, akasema, watumishi wangapi wa baba yangu wanakuwa na kusasa na mimi nakufa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo asiye ndani ya Kristo tunafaa kumhurumia kwa sababu amepotea. Inafaa kumtafuta, na wenye kumtafuta ni sisi ambao tuko ndani ya Kristo. Ikiwa Kristo alifanya kazi na sisi wenyewe tukapatikana, hata na umepewa jukumu, fuatilia huyo mwenzako, ujue amepotea, ujue kwa ufalme wa Mungu mnasema hako, lakini kulingana na Mungu amepotea, kulingana na Mungu haonekani, he is lost. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata na wewe Mungu alikuhurumia kwa sababu uliweza ku come back to your senses. Tunaambiwa kwamba ule
kijana ilifika mahali akajirudia, akasema hata na sisi ukifika wakati ukajirudia, mbona naishi maisha kama haya na kuna wokovu na wewe ukaweza kuupata. Bwana Yesu asiwe sana. Ndiposa na wewe unafaa kufikia mwingine. Ikiwa kabisa na wewe uko ndani ya ule wokovu, fikia mwingine ukijua ule amepotea. Ufalme wa Mungu unasema amepotea. Ndio hajatangazwa hapa duniani amepotea, lakini kwa ufalme wa Mungu hayuko huko, amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ambaye hana Kristo amepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ni hali hata sisi tunafaa kuitazama. Ukumbuke nilikuwa namna hiyo, nimepotea. Ukumbuke nilikuwa nimekufa, sasa nimezaliwa katika ufalme wa Mungu, napatikana kwa ufalme wa Mungu. Tuhurumia kwamba hawako ndani ya ufalme wa Mungu, lakini Mungu ametupatia nafasi sisi tuwe katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya tatu ambayo inatuonyesha hawa watu wamepotea, wasio ndani ya Kristo, ni kwa sababu wamekuwa watumwa. They have become slaves. Wamekuwa watumwa. Mtu ambaye ni mtumwa anahitaji kupata uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kama hauko ndani ya Kristo, unakaa katika hali ya utumwa. Kwa sababu wewe shetani anaweza tu kutumia kufanya jambo lolote. Hata ukifanya ile jambo haoni kama ni jambo umefanya vibaya, kwa sababu wewe ushakuwa mateka, ushakuwa a slave. Wewe ni mtumwa wa dhambi. Wewe ni mtumwa wa shetani. Shetani anaweza kukutumia kufanya jambo lolote ambalo anatamani wewe analielekeza kwako. Kama ni kuongea uongo, kama ni kuchukua kitu ya mtu, kama ni hata kutukana mtu, wewe unamtukana kabisa, kwa sababu umeshakuwa mtumwa. Na ukiwa mtumwa wa dhambi, unakuwa mtumwa wa shetani. Tazama, tulikuwa watumwa wa shetani, na siku ya leo Mungu ameshakuondoa. Wewe si mtumwa wa shetani. Wewe haukai katika ile maisha ya kwamba unakaa mtu anasikia wivu, kwa maana tu hiyo ndio utumwa shetani amekuweka. Na shetani huangalia, anaona wewe nitakuweka kwa utumwa aina gani. Anapokuweka kwa ule utumwa, wewe una control, unajipata tu unafanya kile shetani angependa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakushika na kupeleka ile njia yote angependa. Kama ni wazee wanapelekwa kwa ulevi, kama ni wamama wanapelekwa kwa anasa, kama ni watoto wanapelekwa kwa kufanya jambo baya. Hata nilikuwa nakukumbusha asubuhi ya kwamba unaona hata wale watoto wanachoma shule, ni kwa sababu wamekuwa watumwa, wako mkononi mwa shetani. Yaani wamekaa namna hiyo mpaka inafika wakati haoni haja hata ya maisha, hata yake haoni maisha yake, haja yake, amekuwa ni mtumwa. Kwa hivyo kama si mtumwa hangefanya hivyo. Kwa hivyo sisi ambao tuko ndani ya Kristo, Mungu ametutoa kuwa watumwa. Sisi si watumwa tena, kwa sababu umemkubali Bwana. Unaweza kuwa na upendo, unaweza kuwa na uvumilivu, unaweza kuja kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu wewe si mtumwa, si mtumwa wa dhambi, si mtumwa wa shetani. Wewe umeamua kwamba nitaenda kwa hizi njia, na inaonekana namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu akalipa gharama ili wewe ukue huru. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not a slave. Wewe si mtumwa tena, kwa sababu Mungu amekuokoa na unafaa kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda niko namba 4. Number 4, spiritually bright. Ambaye ako ndani ya Kristo ako na ile upofu wa kiroho. Na mtu aliyekuwa na upofu wa kiroho hana nuru ya Kristo, hana nuru ndani yake. Watu ambao hawajaokoka, ukiwaambia ya kwamba mambo ya Mungu ni hivi, Mungu angependa hivi, Mungu amesema hivi, hiyo hawezi kuona. Siku itakuwa hawezi kuona, hana macho ya kuona hiyo, macho yake imefungwa. Kwa maana hapa duniani kuko na Mungu, na huyo Mungu ndiye amefunga masikio, mawazo yake, akili yake imefungwa, macho yake imefungwa. Mungu wa ulimwengu huu amefunga macho ya watu hawajaamini. Wale watu hawajaamini wamefungwa macho, hawawezi kuamini mambo ya Mungu vile wanaambiwa. Hata ukiwaambia iko hivi ama unaona hivi, unawaambia hapana, haiko namna hiyo, ataona namna gani namna ni kipo. Mungu wa ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wengi wako kanisani siku ya leo, lakini Mungu wa ulimwengu huu, kuna Mungu wa ulimwengu, na Mungu wa ulimwengu huu ni yule Mungu ambaye umemwinua na mtumikia. Kuna wengine wameamini miungu ya dini zao, miungu ya mababa zao, miungu ya kule milimani. Hiyo ni miungu ya dunia, na wanapotazama hiyo miungu imefanya macho yao kuwa vipofu, hawezi kuona mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe sisi tunafaa kuhurumia. Ikiwa kuna ndugu yako ni kipofu, hawezi kuona namna hiyo, sio una jukumu la kumuita, sio una jukumu la kumvuta, sio una jukumu la kumwambia kwamba umweleze, na hata uendelee kumwombea, na hata uendelee kumwendea, kwa sababu wewe na wewe pia ni Mungu alikuhurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawako spiritually blind, wako vipofu, hawaoni. Yaani wewe hauwezi kuwa na huruma na ndugu yako, rafiki yako hapo haoni, na wewe Mungu alikuhurumia. Yesu akachukua gharama kubwa akalipa kwa sababu yao waweze kuona, na wewe ukafunguliwa macho ukaona, ita huyu mwingine naye akuje kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao hawako ndani ya Kristo, ambao hawajajua Kristo, ni vipofu kwa sababu hawaoni njia. Mungu wa ulimwengu huu amewafanya vipofu, hawezi kuona nuru ya Mungu, na tunafaa kuwaita katika ufalme wa Mungu. Kanisa liko na jukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao tumeitwa na sisi, hebu tujue kwamba tuko na jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu akiwa mwana wa Mungu aliacha utukufu wake, akaja ili aweze tuweze kufunguliwa macho, akaja akateseka, akaja akalipa gharama, ndio wewe ukajua kuna wokovu. Na kuna wengi huko nje hawajajua kuna wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakutuma, Mungu ananituma ili kwamba tuwaeleze kuna nuru ndani ya Kristo. Unaweza kuona mambo tofauti, na wakiingia wataanza kuona, wataona baraka za Mungu, wataona vile Mungu anavyowabariki. Kama uko hapa najua hauna shaka, umeendelea kuona Mungu. Unasikia tunakuja kwa mtu anashuhudia, nilikuwa hivi, nimeona huyu Mungu akinitendea. Na sisi pia tumeulizwa tuwaombee, tuwafuatilie, ili ya kwamba wafunguliwe macho, wahurumie jinsi Mungu alivyokuhurumia. Hata wewe Mungu alikuhurumia, na mimi Mungu alinihurumia. Tuendelee kuwavuta na kuwaleta kwa Mungu, kwa sababu ni vipofu, hawawezi kuona, hawaoni ya kwamba kuna mazuri iliyo ndani ya Mungu. Macho imefungwa na miungu ya ulimwengu huu, kwa maana ile Mungu wanaamini, ile Mungu ambaye amekufanya ukuwe mtumwa, huyu ndiye bado amekuweka na ule upofu ya kwamba usione utukufu wake Mungu. Kwa sababu inasema kwamba in 2 Corinthians 4 and verse 4 ya kwamba Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha macho wale ambao hawajaamini, ni mpaka wanakosa kuona utukufu wa Mungu. They cannot see the glory of God. Hawezi kuona Mungu alivyo na utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kuona, wamefungwa macho. Hata unatazama wanaona familia fulani imekaa iko na amani, imetulia, na wanakosa kuona tu ile utukufu wa Mungu katika ile jamii, kwa maana macho yao yamefunga. Tuwahurumia, tujue kwamba tunafaa kuwaita pia nao wajue hii mambo ya Mungu, wajue ya kwamba wanaweza funguliwa macho. Vile wafunguliwa macho, hauone mambo vile unaenda, hauendi kule mahali ulikuwa unaenda, hauendi kule. Bwana Yesu asifiwe. Ya tano. Kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye dhambi ni rebels. Rebel ni mtu ambaye si wa ku rebel, ama tuseme ni ule mtu. Hebu tusome ndio tupate ile neno. Romans 5 and verse 10. Warumi 5. Warumi 5 mstari wa 10. Warumi sura ni ya 5 mstari wa 10 unasema ya kwamba kwa kuwa kama tulipokuwa adui wa Mungu. Kuwa aribe ni kuwa adui wa Mungu, tulipatanishwa naye kwa njia ya kifo ya cha mwanawe. Si zaidi sana tukiisha kupatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtu hajaokoka na wale hawajaokoka wanakuwa adui kwake Mungu, na wakati umekuwa wewe ni adui ya Mungu, mtu ambaye ako na uadui na mwingine
wanastahili kuwa kupatanishwa na kuwa na amani moja na mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama wewe ni adui, unafaa kufanyika kuwa na amani ya Mungu, na ni mpaka na wewe uweze kutubu ile uadui wako na Mungu. Na unapo tubu uadui wako na Mungu, sasa kutoka mahali pale utaanza kuwa mtu ambaye anapenda yale mambo Mungu anapenda. Ambaye ni adui ya Mungu hapendi ile mambo Mungu anapenda, anapenda ile mambo mengine ya kinyume. Lakini wewe ambao unampenda Mungu, wewe si adui ya Mungu, uko na amani. Na amani hii inakuja kwa sababu unapenda mambo ambayo Mungu naye anapenda. Unapenda kufanya yale mambo Mungu anafanya. Wewe si adui ya Mungu, na ni kwa sababu damu ya Kristo ilikuja ikatupatanisha, ikatupa amani na Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Ujiulize ya kwamba mtu akiwa adui ya Mungu hana amani, hapendi mambo ya Mungu, sio ni njia ya kuhurumiwa. Kwa maana kama hauna Mungu, uko na nini ulimwengu huu? Kama hujakuwa na amani na Mungu, kama wewe ni adui ya Mungu, unafaa tu kutubu ile uadui wako na Mungu. Ukiri ya kwamba ninampenda huyu Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hivyo asio ndani ya Mungu, ambaye hajuani na Mungu, amekuwa ni adui, hapendi mambo ya Mungu, anachukia Mungu, yeye ni adui, na anafaa kupatanishwa na kuwa na amani ambao tuliweza kuletewa kupitia kwa njia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko ya sita sasa. Ya sita, wenye dhambi wako na wanahitaji kufanywa haki kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because wenye dhambi wanakuwa criminals mbele ya Mungu. Najua kuwa criminal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome Psalms 14:2 and 3. Zaburi 14 mstari Zaburi 14 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema kwamba Bwana anawachungulia wanadamu chini kutoka mbinguni, aone kama wako wenye akili, wote wanaomtafuta Mungu. Wote wamepotoka, wameharibika wote pamoja, hakuna atendaye mema, naam, hakuna hata mmoja. Kwa hivyo wakati hautendi mapenzi ya Mungu, wewe unakaa kama mharifu. You are a criminal. Na criminals ama wale waharifu hawapendi kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Na Mungu anahitaji ya kwamba kama wewe ni unakaa na mharifu, kwa maana kama wewe mwenye dhambi, wewe unakaa mharifu, na mharifu anafaa kufanywa haki na Mungu. And God ndiye alitufanya wenye haki. God justified us. Yeye ndiye alitujustify kutokana na ule uhalifu ama kule kuwa criminal. Kwa maana unasikia kwamba hatunakosa kutenda mema. Unajua hata ulimwenguni wakati mtu hatendi mambo mema, yeye ni criminal. Hata serikali huwa inawatafuta wale ambao wafanye mazuri, watawatendi mambo mema, hawa ni criminals. Hata mbele ya serikali wanatafutwa na hata kuadhibiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini kwake Mungu ndiye anatufanya wenye haki. Ndio, hatupeleki kwa njia ambayo tunapelekwa za ulimwengu, lakini yeye ndiye mwenye kufanya haki kupitia kwa damu ya Kristo, kupitia kwa kutenda mema ama kugeuka njia yako. Mungu anakujaza, wanasema umemkubali ule Kristo, umekubali Kristo akuokoe, akusamehe, ndio akufanyike mwenye haki. Tunafanyika haki kupitia damu yake Kristo. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Hatua ya 7 ambayo inatuonyesha ya kwamba mtu ambaye hana Mungu amepotea, ni kwamba sisi tulikuwa wadeni wake Mungu, debtors to God. Hebu tuone katika Luka 7 mstari wa 41. Luka chapter 7, Luka 7, Luka 7 mstari wa 41.
Biblia inasema kwamba palikuwa na mtu mmoja aliyewakopesha watu wawili fedha. Mmoja alidaiwa dinari 500 na mwingine dinari 50. Wote wawili walipokuwa hawawezi kulipa, aliyafuta madeni yao wote. Sasa ni nani yupi kati ya hao atakayependa yule asiyemsamehe? Sasa ni yupi kati yao atakayempenda yule aliyewasamehe zaidi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama hauko ndani ya Mungu, kama haujakubali wokovu, kama hujaokoka, wewe ni mtu una deni na Mungu. Na unajua deni, unasikia wale tumesoma juu walikuwa na deni. Moja deni inaonekana iko kubwa, moja deni iko dogo, lakini tunatazama unaona ya kwamba wote wawili hakuna ule aliyeweza kulipa ile deni. Kwa hivyo ule walikuwa na deni yake akawasamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Deni hawangeweza kuilipa. Tazama ya kwamba zote tulikuwa wenye deni kwake Mungu. Ulikuwa na deni mbele ya Mungu. Mimi nilikuwa na deni mbele ya Mungu. Na hakuna hata mmoja wetu angeweza kulipa. Na Mungu akatusamehe. Kwa hivyo kama hauko ndani ya Kristo, unahitaji ya kwamba kujua uko na deni ya Mungu. Na hii deni inafaa wewe aidha ulipe ama usamehe. Na hali hii tunaona ya kwamba hakuna angeweza, hakuna chochote ungefanya ili Mungu akusamehe dhambi zako. Bado wewe, sisi ni wadeni wake Mungu, kwa sababu tulitenda dhambi, na hata siku ya leo tuendelea kutenda dhambi. Mungu anatusamehe. Mungu anatusamehe ile dhambi. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuseme, tuone ya kwamba hali ambayo ya Mungu mtu ambaye hako ndani ya Kristo ni hali ambayo ni baya sana. Hebu ifikirie kutoka mahali tumeanza. Mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kifo ni baya kama vile tunajua kifo siku ya leo. Kifo wakati imesikika mahali inafanya jamii zirudiane, inafanya jamii waweze kulia, wengine waweze kuona mambo makubwa yametendeka vibaya, na ni hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Asiye na Kristo, hiyo ndio hali ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika familia ya Mungu ambaye hajazaliwa mara ya pili, kuna kilio kama hiyo. Haiko kama hii tuko nayo hapa ulimwenguni, lakini hebu nikwambie, kuna kilio katika familia ya Mungu. Wewe ulifaa kuwa kwa familia ya Mungu, lakini haujaachiliwa utoke kwa haujatoka kwa ile familia za hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unahitajika kwa Mungu. Maisha Mungu ametupatia ni deni, na inastahili ujue kwamba kuna kifo cha pili kinakuja. Hii ya mwili ni kifo ambayo ni ya kila mtu, ilikuja kwa sababu ya dhambi, na Mungu ametuambia kwamba kama hutakuwa kwa hivyo kama utakulala ndani ya Kristo, hautapata ile kifo ya pili, na tena ni mbaya kama jinsi tulivyo. Na hivyo kilio kiko katika siku ya leo. Watu ambao wakati wameachwa, hebu tujue kwamba ule mtu tena kwa ndani ya Kristo amekufa katika ufalme wa Mungu. Ikifika mambo ya kifo ya pili, kuna kilio mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kuwahurumia ambao wamekufa shwari. Hatuwaonei huruma wamekufa, wanatumaini. Hiyo hali ya kifo ya mwisho, kifo ambayo ni kwa familia ya Mungu. Kwa maana hapa duniani tunakufa kifo ya familia, na tunaachana na familia, na tunasikia kilio jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo hali peke yake moja inafaa kukumbusha ya kwamba nilikuwa nimekufa na Mungu akanihurumia, niko hai. Na wewe pia usikia kwamba nahitaji, niko na jukumu. Kama vile Yesu akiwa mbinguni anaona kwamba ako na jukumu na kuja aweza kutuletea ule uhai, akatuletea uhai wa Mungu uliokufa kwa sababu ya dhambi. Yesu akatuletea na ukapokea, na ndio unaofurahia. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili hiyo tunasema kwamba we were lost, kwa sababu ufalme wa Mungu ulitangaza tumepotea. Wewe hauko, unakaa prodigal son, hauko kwa familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati haujaokoka, hauko katika ufalme wa Mungu. Wewe umeshatoka. Umemwambia Mungu ya kwamba mimi nataka kwenda njia zangu.
nataka kutumia mali kwa njia yangu, nataka ukaa na dhambi jinsi nilivyo, lakini wewe siku moja Mungu akakuhurumia, ukajirudia. Najua ikiwa umeokoka, kuna siku moja uliona hii maisha sitaki kufuatilia hii, ukagundua na ukakuja kwa hisia zako tena, you came back to your senses, ukarudi ndani ya Mungu. You had lost the way, ulikuwa umepotea ile njia ya kwenda kwa Mungu. Ukiwa tu ulimwenguni ukajihisia kwamba kweli kuna wokovu, kuna Kristo anaokoa, ukarudi kwa Mungu ukaona hapana, sitaki kuendelea kufurahia anasa za ulimwengu, nataka nirudi kwake Mungu aweze kunipatia wokovu, ukapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafaa kuwahurumia wenzetu, wengine wa ndugu zetu. Tumetumwa, hata Kristo akaacha enzi yake ya utukufu, tulikuwa tumepotea, akaja kuturejesha. Bwana Yesu asifiwe. Tazama hiyo hali. Tazama vile ulikuwa mtumwa wa dhambi. Ikikuwa ile jambo shetani amekushika naye, hiyo hata tukasema ya kwamba ulikuwa mtumwa na Mungu akakutoa katika utumwa. Wewe sasa si mtumwa. Isipokuwa utaka kuingia katika utumwa, wewe si mtumwa wa dhambi. Wewe hufai kukaa katika ile jela shetani amekuweka huko. Unakasirika, unakuwa na hali hata utaki kuona mtu ndio umekasirika. Wewe si mtumwa tena, si mpaka ukakuwa mtumwa. Bwana asifiwe. Haujui siku ya leo, hata siku ya leo shetani bado amehudu watu kuwa watumwa kwa njia mbaya sana. Kuna wakati nilikuwa nazungumza wiki iliyopita, ukaona nikatazama mtu mmoja ambaye anatusumbua kijamii, hata tunaona ako na wivu. Unajua mtu ako na wivu, ushasikia mtu ako na wivu? Yaani shetani amekushika, amekuweka wivu, hautaki kusikia mtu mwingine yote ameendelea, na kwa sababu umekuwa mtumwa. Yaani mtu ako na uchungu, hata wivu iko na, si kama ushasikia wivu iko na uchungu. Yaani mtu anasikia anaona mwingine ameendelea, anasikia ako na wivu ingine ambayo anasikia ni kama anasikia uchungu. Bwana asifiwe sana. Na anakaa akisema hata hizo vitu mko nazo nyinyi, hata mimi naweza kuzipata, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa na amani ya kwamba mtu mmoja amebarikiwa, una wivu unasema hata hiyo magari yenu inaweza kwisha. Hata hiyo manyumba yenu inaweza chomeka na wivu. Yaani mtu akiongea unasikia kweli wivu imemshika, amekuwa mtumwa. Hiyo ndio hali ambayo mtu hajaokoka na kuwaga naye. Haifai kuwa sisi ambao tumeokoka tuna wivu ya aina hiyo. Tunafaa kuwa ya kwamba nakumbuka ya kwamba kama mwenzako amebarikiwa, ujue ni baraka. Huyu ndio mmoja anaweza kuja kwa hali yako ambayo aweze kusimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukitamani watu wote wakae kama wewe, ukitamani wote wasikue na kitu, nani atasaidia ni mwingine kati yenu? Ni kama anajiona ako na hii, anajiona ni kwa sababu kuna utumwa. Ni hali ya utumwa iko ndani yako. Unafaa kufurahia baraka, sio kumwonea vibaya, na hata unakaa kama unasikia uchungu juu ya ambaye anaendelea. Bwana asifiwe. Naenda kwa nikumalizia, nikirudia, tujitazame sisi wenyewe. Tusikue tuliokoka na ile hali imeturudia. Bwana asifiwe. Unajua ni vigumu sana kama uliokoka hali ya ile ya kufa ikarudi, ukawa tena umeokoka lakini unapotazama umepotea. Ikawa umeokoka halafu tena bado una utumwa wa dhambi, unaendelea katika maisha yako. Narudia, ndio tujitazame. Tazama mwenyewe, kwa sababu ukirudiwa na hizi hali hautamwambia mwingine juu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa utarudiwa na hizi hali, nimekuambia hapa, nimeelekeza hizo hatua 7, na wewe nakuambia ikiwa uko na hizi hawezi kuita mwingine. Macho yako pia iko bright, haioni. Hata na wewe sijui, wakati nimeshaokoka inaweza kuwa kuna Mungu wa ulimwengu huu na sijui ni Mungu gani, kwa sababu kila mtu anajijua Mungu ambaye anatawala maisha yake, na hiyo ndio Mungu wa ulimwengu huu. Ikiwa sio Mungu wa wokovu wetu, Mungu wa wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ikiwa ni Mungu mwingine, atakupofusha macho, hautaona nuru ya utukufu wa Mungu. Hata kama umeokoka utakaa mtu ambaye hana glory ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nilikuwa hali ya kujitazama, ili ya kwamba isiwe ndio niliokoka lakini macho tena imefungwa, tena haioni utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ujue ya kwamba nisipokuwa na macho inaona utukufu wa Mungu,
siwezi kuita wengine, hata mimi ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata tukasema kwamba ukiwa kipofu anaweza kuongoza kipofu mwingine. Biblia inasema kwamba kama wewe ni kipofu, hauwezi ongoza kipofu mwingine, nyote mtaingia katika shimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaona sasa, kama umeokoka pia na umekuwa nilipe mbele ya Mungu, yaani wewe umekuwa adui ya Mungu na umeokoka. Kwa maana kuna watu unaweza kuwa umeokoka lakini wewe bado umekuwa adui ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaita mwingine namna gani? Wewe umekuwa adui ya Mungu na unaita Mungu. Umeconfess salvation lakini bado umekaa adui ya Mungu. Unafaa rudi kwa Mungu, ujirudie mwenyewe. Ukue na amani na Mungu. Seek peace with God. Usikue wewe ni adui. Kwa maana unaweza kuwa unaita jina la Bwana lakini bado wewe ni adui. Bwana asifiwe sana. Kwa maana katika wokovu unafaa kujiangalia mwenyewe. Najua hapa ulimwenguni anayetujua ya kwamba kama hiyo nasema ni kweli ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu alikufa the other day relative wetu na Mama Faith hapo. Ati Mama Faith alikuwa ananiambia sasa ati ule mtu wakati alikufa alisema ya kwamba mimi naamini nitaona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kajua mtu kama ameenda na amesema hivyo, hii sio kesi yetu sasa. Hii ni haki na Mungu. Ikiwa anasema hiyo neno na Mungu anampatia nafasi ya kubadilika, Mungu ampokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alisulubishwa pale msalabani, silikuwa na waizi wawili, kuna wale waizi wawili alisulubishwa nao. Mmoja akakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi nihurumie, lakini mwingine alimdhihaki Yesu akamwambia, si wewe ulikuwa unaokoa wengine, hebu jiokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaona ya kwamba mahali pale ule alisema na mimi nihurumie, akasema wewe haujali sisi tumetenda dhambi. Yesu alimwambia namna gani? Leo utakuwa pamoja nami paradisini. You will be with me in paradise. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa Yesu najua watu walitembea na Yesu hawakujua ni Mungu alikuwa anatembea na yeye. Ikiwa Yesu alisema wewe utakuwa nami paradisini, unafikiri tutafika kule tukose ule mwizi Yesu alimsamehe? Alikuwa ni Mungu huyo alimsamehe. Na hakuna mwingine wa kuja katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo street ni kwamba Yesu hakusema wewe utakuwa nami paradisini, maana alikuwa anafika wakati wako wa kufa. Huyu mwingine tutamuona. Ule aliyesulubishwa na Yesu na akajua alikuwa mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni tujiangalie. Hii hali tusiangalie. Na tujue kwamba tunahitaji kufanyika haki. We need to be justified before God. Na tupende yale mambo ambayo Mungu anayapenda. Yale Mungu anachukia tuyachukie pia. Ikiwa pia tunataka ya kwamba kuwa justified na kufanyika wenye haki na Mungu, kwa maana Mungu ndiye tutampata. Huyu Mungu ambaye alimwambia huyu mwizi ya kwamba utakuwa nami paradisini, utampata huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yale mambo fanya mema, ukuwe justified mbele za Mungu ili ya kwamba Mungu aweze kukubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii hatua ya mwisho naye nilikuwa nasoma ni kwamba juu ya kuwa justified before, hii ya kuwa wenye deni. Si unaweza kuwa umeokoka lakini bado unatembea katika dhambi. Na ndipo Mungu anatupatia nafasi, anatuambia inafika wakati, Yesu alisema ya kwamba wakati wa meza ya Bwana akasema tujihoji. Wewe ujihoji, usiwe kwamba unatembea katika dhambi na unaendelea kupokea meza ya Bwana. Anatuambia ujihoji ya kwamba kwa sababu Mungu alijua kwamba tuko na ulimwenguni na dhambi zitatuandama na tukue wenye wako na deni kwake Mungu, na kama bado tuko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo unavyoishi uko na deni na Mungu, deni ya dhambi hiyo unaishi nayo, labda hiyo imekuandama. Hiyo dhambi ni deni mbele ya Mungu. Unafaa kumwambia Mungu kila wakati, nisamehe na utoke ndani yake, na Mungu akutakase na akuoshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nilikuwa nasikia tu niweze kufuatilia ile ujumbe, kwa sababu kanisa tukaambiwa kwamba limekosa ile hamu ya kuwafikia wengine. Hata mimi mwenyewe nikijiangalia najipata ya kwamba Mungu, ninaomba wacha hii hali hata mimi izalike ndani yangu. Na sitaki hata mimi nikose kuwa na witness kwa wengine. Na nimekuwa nikitazama ya kwamba Mungu atusaidie tuwe na kufikia wale wengine. Na tutawafikia ikiwa tutaishi maisha matakatifu.
kuona ya kwamba hali ya kifo haiko ndani yetu, kifo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali ya kupata ule wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uangalie, usikae bado uko mtumwa wa dhambi, kwa maana ukiwa na hayo hautakuwa na ujasiri ya kuita wengine, hautawaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata taka hata wengine wa mwende kanisani na hawa, kwa maana bado mwenendo wako katikati yao labda huwavutii, labda ndio umeongoza kule katika kuasi Mungu. Wewe ndio umeongoza kule katika ile hali ya dhambi, ama kuna hali ambao wanakushuku, kwa hivyo huwezi kuwaita. You have not become an example to them. Haujakuwa barua ya kusomwa na wale ambao umekuwa barua ya kusomwa nao, wakitazama matendo yako mazuri. In fact hata wengine wataanza kuuliza, wewe unaenda kanisani wapi? Tunaenda kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuandama kwa sababu wameona uko na nuru. Watatazama wakaona ya kwamba wewe unaweza kuwaelekeza kwa maisha mazuri ambayo unaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo ni jukumu la kila mmoja wetu. Jitazame, kwa sababu hiyo ndio jambo tu peke yake limelakwa wa Kristo siku ya leo. Kwa maana tunafaa kutafuta uso wa Mungu. We need to stay kama vile Yesu. Najua tunaweza kuhubiria watu wengi. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Walikuwa 12. Na wakati alienda, hawa wakawa katika chumba cha juu wakikaa pale wakiomba, wakigojea nguvu za Mungu. Na wakatoka wakiwa na ujasiri kwa sababu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata na sisi, hebu Mungu atusaidie tuweze kutafuta uso wa Mungu. Tuambie Mungu atupatie, kwa maana ni amri yake, ametuamurisha. Naweza kumalizia nikisema kwamba vile dada yetu alituambia kwamba kile kinaweza fungulisha baraka za Mungu katika maisha yetu ni wakati umesikia neno la Mungu, unafujika kwa sababu ya neno la Mungu. Yaani ukisikia neno la Mungu, ukisikia neno la Mungu linakufanya usikie moyo wako umebodeka na unataka unaliamini, hiyo ni jambo moja itafanya Mungu afungue baraka zake juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulihubiriwa wokovu, mlango wa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango wa baraka ili kufunguka, wewe kuna neno ulisikia la wokovu na ukaamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zako, ukampokea. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wewe mwenyewe ulisikia neno la Mungu na ukasikia kuvunjika, believing, fearing God, trembling at his word, kwa sababu kile Mungu amesema kinatendeka, na Mungu wetu wako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nataka tufahamu ya kwamba Mungu ametuita tufanyie kazi, na ameamurisha akasema kwamba ni amri yake, enendeni. Tujiulize, bado huwa tunaenenda? Are we still going for God? Bado tunawaambia wengine kuna wokovu? Bado tunawaambia wengine kuna ule alikuja kutuokoa, tusaliwe ndani yake? Tunawaambia katika hali kama hatuna Kristo, hata kama kanisa iko nzuri, bado tumepotea kwa sababu kanisa haikulipa deni ya dhambi. Yesu ndiye alikuja akalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawaelekeza na kuambia habari njema, kwa sababu mimi hata nikihubiri habari njema, sikukufia wewe, ni Yesu alikufia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua siku ya leo watu wengi wamepotoshwa na mambo jinsi ilivyo. Yaani mnaenda mahali najua connect yourself to the altar. Na saa hiyo kuambiwa connect yourself to the altar, mnajikanisha na madhabahu, wakati mnatimiza mahitaji yale na wahubiria, you are connected to the altar. Hiyo sio altar. Altar ni madhabahu ambao Mungu iko mbele ya Mungu. Madhabahu ya ule Kristo alikufa kwa sababu yako. Unajiconnect na madhabahu hiyo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hapa ulimwenguni tunafanya mambo ambayo tunaona, lakini madhabahu hiyo ile tunajiconnect naye haionekani, sio hii. Iko madhabahu iko mbinguni ambayo imebeba baraka zako, na hiyo ndio unajiconnect nayo. Unapofanyia Mungu kazi, unaposimama kama mahali unafanya Mungu kazi, utasema kama vile Mesha kama sema, yeye hajali, anajua tu kumtumikia Mungu sio bure. Na hata mwingine akirudi nyuma yake atafanya ile kazi hata jali, kwa sababu anajua serving God is not in vain. Kumtumikia Mungu si bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao wamekaa ndani yake wameendelea kupokea baraka moja hadi nyingine, kwa sababu ni Mungu, na ni Mungu ambaye anajua kwamba anaweza kufanya kila jambo. Alifanya yote ndio tuwe jinsi ilivyo.
alifanya yote ambayo ili ulimwengu uko jinsi ulivyo siku ya leo. Ni Mungu mwenyewe akifanya kazi na Utatu wake Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akiwa pale akamtuma mwanake wa pekee aje alete wokovu. Na huyu Mungu Mwana, Mungu Baba ndiye pia walikuzungumza na Mungu Mwana wakaumba ulimwengu huu na kile tunaona, na ndiye alituletea wokovu. Biblia inauliza ya kwamba na kama Mungu alituletea wokovu, ni nini hicho kingine tena Mungu hawezi kuleta kwa niaba yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ufunguliwe baraka za Mungu, na mlango wa baraka ni mpaka uamini ule Mungu ya kwamba anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana awabariki. Tutafika hapo, tusimame tumalizie. Bwana Yesu asifiwe.